Bana, hichi ndicho ambacho huwa kinatokea pale unaposhindwa kutumia nafasi zako mapema katika football. Simba moja, Mtibwa Sugar moja wanagana point katika uwanja wa General Samuel. Mtu ambaye anaweza kumpa pongezi kwenye mechi hii ni kocha wa Mtibwa Sugar, Yusuf Chipo. Ndio alivyobadilisha timu yake kucheza katika kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza Mtibwa alifanya makosa zaidi ya mawili. Kosa la kwanza lilikuwa ni kukaa nyuma muda mwingi. So kukaa kwao nyuma ikawafanya Simba wawe na distance ndogo ya kufika golini kwao. So akakaribisha mashambulizi mengi sana kipindi cha kwanza. Kosa la pili ambalo alikuwa alifanya Mtibwa ni kwa Eli Mpanzu. Eli Mpanzu ndio best player wa Simba na ndio alikuwa best player wa Simba katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo mashambulizi mengi ya Simba yalikuwa yanapitia kwa Eli Mpanzu. Mtibwa alifanya kosa gani kwa Mpanzu? Kosa la kwanza ni kuruhusu Mpanzu acheze 1 against 1 na mabeki wao. Hakuwa anakabwa na watu wawili. Kipindi cha kwanza alikuwa anakabwa na mtu mmoja. Kwa hiyo Mpanzu akawa anapeleka hatari nyingi sana katika lango la Mtibwa. Kama unakumbuka ile cross ambayo alimpa Selemani Mwalimu akakosa na mashambulizi mengi. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa la kwanza kwa Eli Mpanzu ambalo Mtibwa alifanya. Kosa la pili, hizo 1 against 1 na Mpanzu walikuwa wanazifanya karibia na box lao au ndani ya box lao. Kwa hiyo haya ilikuwa ni makosa mawili dhidi ya Eli Mpanzu ambayo alikuwa anayafanya Mtibwa kipindi cha kwanza. Na Simba kosa ambalo alikuwa amelifanya ni kushindwa kutumia hizo hatari ambazo alikuwa anatengeneza Eli Mpanzu. Angeweza kuondoka na zaidi ya goli moja katika first half. Kipindi cha pili Yusuf Chipo akasolve hiko kitu. Alichokifanya kwanza, kosa la kwanza lilikuwa ni kwamba timu ilikuwa nyuma. Kipindi cha pili akawaambia wachezaji wake waende mbele. Kama ambavyo alivyosema kwenye interview, kipindi cha pili akawaambia wachezaji wake waende mbele kwa sababu aligundua defense ya Simba haiko strong kama vile ambavyo wachezaji wake walizani. Kwa hiyo wakaanza kuwauliza maswali mara kwa mara, Simba wakaruhusu goli dakika 60. Yusuf Chipo akaja na solution ya Eli Mpanzu. Eli Mpanzu kipindi cha kwanza walikuwa na mkaba karibia na box lao, lakini kipindi cha pili wakawa na mkaba pale anapokamata mpira karibia na mstari wa katikati kwa mbele, wakawa wanamkaba. Kwa hiyo kinachotokea, Eli Mpanzu ana pass mpira, kwa hiyo wanakuwa tayari washam neutralize Mpanzu. Kingine ambacho amesolve kwa Eli Mpanzu, ikitokea Mpanzu amepokea mpira karibia na boxi la Mtibwa, mara ya kwanza walikuwa na mkaba mtu mmoja, sasa hivi wakawa na mkaba watu wawili. Kwa hiyo ndio maana ulishuhudia Mpanzu kipindi cha pili muda mwingi akawa anacheza mbali na goli, hakuwa na hatari kama vile ilivyokuwa kipindi cha kwanza. Kwa hiyo Yusuf Chipo akaja na solution hizo ambazo zimepelekea wao kupata pointi moja muhimu. Kwa Simba ni kama wamepoteza game, ila kwa Mtibwa ni kama wameshinda mchezo, maana kutoka sare dhidi ya Simba ugenini ni zaidi ya hiyo pointi moja.